hakuna anapinga. Zanzibar ni namba moja, vipaji vimejazana, kwa mpira ni namba moja, hakuna anapinga. Zanzibar ni namba moja, vipaji vimejazana, kwa mpira ni namba moja. Al-Hudai Sports Media, Popo Zanzibar Football, kutoka mtaani kimya hadi kutambulika duniani kwa heshima. Zanzibar Football, Zanzibar Football, rise up football talent of Zanzibar Football. Zanzibar Football, rise up football talent of Zanzibar Football. Zanzibar Football, rise up football talent of Zanzibar Football. Zanzibar Football, rise up football talent of Zanzibar Football. Zanzibar Football. Assalamu alaikum. Leo tumekuja kuanzisha rasmi programu yetu ya Safari ya Nyota. Tupo katika mazingira ya Jumbi, tumekuja kutembelea timu yetu moja ambayo inaitwa Bockenham Academy, ambayo tupo pamoja nao hapa. Kama mnavyoweza kuona nyuma yangu, watoto na vijana wapo wanaonyesha kipaji chao cha mpira. Kiukweli Zanzibar kuna talent kubwa sana ya mpira, lakini hakuna hatua ilichukuliwa ya kuwa boost hawa ili kufikia malengo yao. Kwa hiyo twende sambamba na programu hii ya Safari ya Nyota, itatujulisha mengi na tutajifunza mengi kupitia programu hii. Tukumbuke lengo ni kukuza vipaji vya mpira wa miguu Zanzibar. Asanteni sana na karibuni. Assalamu alaikum. Kwanza mimi nitambulishe kwa jina, naitwa Abdullah Faisal Mohamed, sawa, na ndio mwanzilishi wa hii Al-Hudai Sports Media. Kwanza pia ningependa mjue lengo la kuanzisha hii media. Nimeanzisha hii media kwa sababu mimi ni Mzanzibari, sawa, na ni Mzanzibari ambaye napenda maendeleo. Sisi tumeelewana? Na katika kujichunguza kwangu, katika kuangalia mimi ni kwa sababu mimi pia ni mchezaji na nishacheza mpira, sawa. Kwa kuangalia kuna jambo fulani katika kitu ambacho nakipenda ni mpira, lakini nikiangalia, nikikompea, pengine nikitizama mipira ya wenzetu nje huko Ulaya, sawa, au pengine Tanzania bara, na nikitizama na sisi Kiswahili kwetu huko, naona is very different, sawa, ni tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu mpira wetu wa Zanzibar, tuache uongo na tuache bado uko nyuma sana. Kweli uongo? Uko nyuma sana. Ukiangalia mitaani kwetu, kila mtaa utakuta kuna timu hapa, sijui timu gani, sawa. Zote zinaanzishwa kwa sababu gani? Kwa sababu Zanzibar talent ya football ipo, sawa, na vijana wanatamani sana kuwa kama kina Bwana Samata, kama kina Mohamed Salah, huko wafike mbali, si ndio? Mna malengo hayo, lakini still tangia kuanzishwe masuala ya mpira hapa Zanzibar, kuanzishwe michuano ya mpira hapa Zanzibar, maendeleo bado ni madogo sana, sawa. Tunaona kuna baadhi ya hatua ambazo zinachukuliwa na serikali, kama kutengenezwa viwanja, sawa, ni jambo zuri, tunapaswa kuipongeza serikali yetu kwa hilo, sawa. Lakini malengo ni kuangalia jinsi gani tutawasaidia vijana. Of course tunatengenezewa viwanja, lakini unakuta mfano nzuri Mao, tunaenda tunakodi, tunacheza, alafu basi hakuna kinachoendelea. Tunatia kipato kwa serikali, sawa, tunaenda tunakodi, tunacheza, basi tunaika wenyewe friend hivyo basi. Hakuna nguvu ambayo ipo ya kutuwezesha sisi tunaenda pale kucheza kila siku, sisi tunaenda kutia kipato pale kwa serikali kila siku, na si angalau tufike mbali, sawa.
ukiangalia waliotoboa kwa upande wa Zanzibar, waliofika mbali angalau wanaonekana kwa wachache sana, na hali ya kuwa vipaji vipo vya kutosha. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo sisi tumeanzisha programu yetu inaitwa Safari ya Nyota, yenye lengo la kutembea katika timu mbalimbali, ikiwa mitaani. Tutatembea sehemu mbalimbali, leo tuko Jumbia, sawa, na tutatembea sehemu tofauti tofauti. Sisi tumeelewana, kwa lengo la kuzitambulisha hizi timu ambazo zipo mitaani na zinahitaji msaada, sawa, zinahitaji msaada wa kimaendeleo ili vijana wetu wafikie malengo, sawa. Kwa tunaomba ushirikiano wenu. Leo rasmi tumeanzisha hii program na tumeanza na nyinyi, sawa. Tumeanza na nyinyi, kwa tutakaa tutahoji, tutajua baadhi ya changamoto zenu, historia yenu mpaka mlipofikia, hatua mliopiga, lakini pia na malengo yenu, lakini pia na ushauri ama mnachokihitaji nyinyi kwa serikali kusaidiwa. Sisi tumeelewana, ikiwa lengo letu ni hilo moja, kuleta development katika soka la Zanzibar. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo asanteni sana, nimefurahi, nimeona jinsi mlivyocheza, mcheza vizuri, mnahitaji pongezi na vipaji vipo. Hongereni sana. Hamu yangu na mategemeo yangu, na ninatamani sana kuona soka la Zanzibar linabadilika na kuja kusikia kwamba Bongenham imefika hatua kubwa sasa hivi, wametoa vijana bwana, wamefika mbali. Hiyo ndo hamu yangu, sawa. Kwa kuanzia leo msikate tamaa ndugu zangu. Kuna changamoto nyingi najua mnapitia, ila msikate tamaa, ipo siku mtafikia malengo yenu. Muhimu kuwa na subra, kumsikiliza kiongozi wenu, hata kama kwamba kipato ni kidogo, sawa, uwezo ni mdogo, ila mdogo mdogo ndio mwendo. Na sisi tutaendelea kupaza sauti zetu, watusikie, wakutusikia, waje waeke nguvu huku kuwasaidia vijana ambao wana talent ya football, sawa. Asante sana kwa kunisikiliza. Inshallah Allah atafikisha mbali. Zanzibar football, rise up football, talent of Zanzibar. Yeah, Zanzibar football, Zanzibar football, rise up football, talent of Zanzibar. Yeah, oh, Zanzibar. Yeah, oh, Zanzibar. Mimi kwa majina naitwa Abu Hudhaifa Isa Muhammad. Leo tumekuja hapa Al Hudhaifa Sports Media kwa lengo la, tuna programu yetu nadhani nilishakwambia ya Safari ya Nyota, na lengo la hiyo program kwamba kama ilivyo Safari ya Nyota kwamba tunataka kusafirisha nyota wetu, vijana wetu ambao wana talent hawaonekani ulimwenguni, sawa, kwa lengo la kuwatingizia fursa na kukuza vipaji vyao, kuwatia motisha na angalau kuendelea kufanya kile ambacho wanakifanya na wanakiamini. Kwa hiyo kwanza ningependa ujitambulishe ili watu wakujue na utupe historia kidogo kuhusiana na hii timu yako, umeanzisha lini, sawa? Hivyo. Okay. Kwa majina mimi naitwa Ibrahim Mangaa Makapi. Ni kocha mkuu wa hii timu ambayo tumeifanya kama chuo, ambayo jina inaitwa Bongenham Academy. Na lengo na madhumuni ni kuwasaidia hawa vijana, kuwalea na kuwakuza kimpira. Hilo ndo lengo rasmi ni la kuanzisha kituo hichi. Na kwenye uanzaji wake umeanza sasa hivi tuna takribani miezi 6. Na tulianza na wanafunzi wasiozidi 10-12, lakini kwa sasa hivi tumefanikiwa kukushanya watoto kama 45 ambao tupo tunaendelea nao, tunajaribu kupambana nao. Okay. Sawa. Najua umeanzisha kituo hicho na kama ulivyosema kwamba lengo ni kukuza vipaji na kuwafundisha soka, sawa? Hilo ndio lengo, ila tunajua kwamba Zanzibar kiwalisia kwamba katika upande wa soka kidogo tuko nyuma, hilo liko wazi, sawa? Na nyinyi kama nyinyi, ningependa kujua changamoto ambazo ndani ya hiyo kipindi cha miezi 6 umeziona, sawa? Na mlikuwa mna kidogo mtoe, yani utuambie changamoto na mtoe solution kwamba mnahitaji msaidie kwa jambo gani na wahusika gani ambao
natamani kuona wanatia nguvu kwenye hilo ili kituo chetu hichi kifikie malengo yake. Bana, kwenye changamoto kama ulivyosema ni kweli, hakuna kitu kizuri kisicho na changamoto. Changamoto kwa kweli ziko nyingi sana, lakini kwa uchache tu changamoto ambazo kwanza tunakabiliana nazo, vifaa tuseme, unajua mazingira yenyewe ya Uswahilini, maisha haya magumu. Kwa vifaa kama mipira, vifaa vya koni, vifaa vya mazoezi, tukizungumzia kama sare hizo, jezi, hizi ni changamoto ambazo tunakabiliana nazo sana. Lakini na changamoto nyingine za kawaida, unajua unapoanzisha kitu kama hichi, wengi hawakuelewi, na ndio hicho ambacho sisi tunakabiliana nacho, kwa sababu lengo sisi tumeanzisha kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto. Hakuna tunachokipata isipokuwa sisi ndo tunatoa. Lakini sasa baadhi ya wazee huwa wanahisi kwamba labda umewachukua watoto wao kuja kuwapotezea muda na kuwaondoa kwao, kwamba wasipate kutumika nyumbani, kwamba wewe unakuja huku labda unawafundisha mambo ya utoro, kutoroka makwao. Yani hawaoni umuhimu wa hichi tunachokifanya. Kwa hiyo hizo ndo changamoto ambazo tunakabiliana nazo. Sipo nyingi, lakini nafikiri kwa kuanza hizo zinatosha kuelezea. Okay, sawa. Sasa kocha, nimesikia malengo yako. Sawa. Nimesikia malengo yako, tumepata kidogo kujua historia ya timu yako. Mie tu ningekuwa na jambo la mwisho la kuambia, usikate tamaa. Moyo uliokopo nao ni moyo wa kizalendo na kijasiri, kwa sababu ukweli ulio wazi kwamba wengi ambao wanaanzisha hizi timu ni hawaanzishi kwa tamaa kwamba wapate kitu, bali wao ndo wanatoa. Na hilo nilishalishuhudia kwa sababu nimeshacheza sana timu za mtaani. Kwa hilo nalijua kwamba nyinyi mnaanzisha mnakuwa mnajitolea zaidi na mnapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo hongera sana kwa kuendelea kuwa na moyo huo. Mpaka sasa umetimiza miezi 6 na tegemeo langu, na tutaendelea kuungana mkono kwa hatua mbalimbali ifike mbali zaidi na tutoe vijana wengi zaidi pale. Amen. Si kama Luzefu Sports Media nimejitolea kwa sehemu ya udhamini kwenye upande wa media. Sawa? Kwa hiyo tutahakikisha vijana tutaboosti kuonekana. Sawa? Tutakuja kwa kwenye mechi mbalimbali zitakazokuwepo, tutakuwepo, tutarekodi, sawa, ili waonekane, kwa sababu vijana alhamdulillah nimeona wana talent kubwa sana na ina haja ya kuonyeshwa ili wahusika wakiona hichi waje watu msaada wao. Sawa? Nikirudi kwenu, mimi ningeomba tu serikali, lakini pia wadau mbalimbali ambao mnahusika na michezo, mnahusika na soka, kuchukua hatua. Kuna vilabu vingi sana Zanzibar vina talenti kubwa na za kuajabisha, ila kinachosikitisha na kinachohuzunisha kwamba hakuna yoyote ambaye anaonyesha moyo ama kuonyesha jitihada za kuwasaidia hapa. Kwa tunaomba sana serikali yetu, mashirika binafsi, wadau wa mpira kuweka udhamini wao kwa hawa vijana ili wafikie malengo yao. Asanteni sana na asante sana kocha. Asante bwana, shukrani sana na nyinyi. Mungu awape moyo, msifunjike moyo na nyinyi, kwa sababu na nyinyi naamini hivyo hakuna anowalipa, mmejitolea kama tunavyojitolea sisi. Ni sasa. Kwa hiyo kama sisi tulivyokuwa hatukati tamaa, kwa na sisi tunawasihi na nyinyi msikate tamaa, tuendelee kushirikiana. Nafikiri lengo lenu na lengo letu ni moja, kuhakikisha Zanzibar inapiga hatua katika mambo ya soka. Inshallah, maombi yangu kwenu ni hayo inshallah. Okay, asante sana. Tuko pamoja. Asante, shukrani. Nadhani tulishajitambulisha mwanzo kwamba sisi ni nani na tumekuja hapa kwa ajili gani. Kwa hiyo na mimi ningependa kwanza ujitambulishe ili watazamaji waweze kukufahamu. Kwa majina naitwa Musa Hamis Musa, natokea Mwera Pongwe. Ni sawa, Musa Hamis Musa. Mimi ningependa kujua wewe ni kijana ambaye una kipaji kikubwa sana cha mpira wa miguu, sawa? Kwa hiyo ningetamani ututolee kidogo historia na watazamaji wajue kwanza, wewe kama wewe
ni kitu gani ambacho kimekufanya ucheze mpira na umejigunduaje kama una talent ya mpira, na je, una malengo gani kupitia hili soka? Malengo yangu mie nifike mbali. Ndio. Na talenti zangu toka nilivyojijua kama naweza, nilikuwa nachukuliwa na kaka zangu, nakuja uwanjani kama hapa nacheza. Timu ikaanzishwa Bogen, nikaenda kwa Bogen ndo mpaka leo. Okay, sawa. Sawa. Je, unajua vijana wengi tunakuwa inspired ama tunakuwa tunashawishika na wachezaji ambao wamefanikiwa. Sawa? Mfano mimi naweza kusema mimi natamani kuwa kama Ronaldo, sawa? Kwa sababu anapenda anavyocheza na mimi najiona kama niko pale. Sawa? Kwa malengo yangu natamani na mimi nifikie hatua kama ambayo amefikia Ronaldo. Maybe kwangu mimi, sawa? Sasa na mimi natamani kujua na wewe, je, ni mchezaji gani ambaye anakuinspire na kufanya uwe more motivated kwa katika hii sanaa ya mpira ama kuwepo katika hili soko la mpira? Mimi mchezaji nampenda Himidi Mao Mkami. Mkami ndo anakufanya uwe motivated kuendelea kucheza mpira na unatamani kuwa kama yeye. Okay, sawa. Je, ni changamoto gani ambazo unazipitia ukiwa nyumbani, shuleni, mtaani, katika mazingira yako ambazo zinakufanya kidogo kama unavunjika moyo hivyo kuendelea na ile ambalo unalifanya? Kama nyumbani inaweza ukaambiwa fanya kazi usiondoke, ukakosa mazoezi. Kocha akaja akamwambia wani ujali mazoezi, akalaumu. Kwa kazi hivyo, kama shule kuchelewa kurudi shule vile, mkutano zetu washaanza mazoezi, au kama ndo kuna mechi ndio watu washacheza, huyo unakuta shachelewa shaikosa. Okay, sawa. Je, ni kitu gani ambacho unakihitaji kutoka kwa serikali lakini kwa wadau mbalimbali ambao wanahusika na kwenye kukuza vipaji vya soka la miguu, kutuangalia sisi vijana ambao tuko Zanzibar ambao tuna vipaji? Je, una ombi gani kwa ombi letu? Tusaidiwe vifaa kama kuna kama mipira iko kama mipira 6 dudu watu kama 24, jezi zitimii. Watu mtu anatoka anavua anavaa mwenzake, koni hatuna kama hiyo. Okay, sawa. Asante sana ndugu yangu. Kikubwa ni kwambie tu hongera sana na kipaji unacho, na kwa uwezo wake Mungu na kuona uko mbali. Usivunjike moyo, endelea kuwa na moyo huo wa kupambania kipaji chako. Changamoto zipo kila sehemu, changamoto zipo, ni muhimu kupambana nazo na kuwa na subira. Sawa? Sisi kama sisi tutachukua hatua ya kuhakikisha tunafikisha hizi changamoto kwa husika, na angalau wakuhurumieni, wachukue hatua ya kuangalia na nyinyi ili mfike mbali. Kwa majina naitwa Hashim Hassan Joseph, natokea Pongomwe. Okay. Leo nimebahatika kukuona kidogo jinsi unavyocheza. Kwanza hongera, una kipaji kikubwa sana. Sawa? Una kipaji sana na nimekuona jinsi ulivyokuwa unacheza. Kidogo ningetaka kujua kwanza, nijue historia yako. Ni kwa nini umejiunga na hii timu? Sawa? Na je, una malengo gani ya kucheza mpira wa miguu? Nilianza kucheza mpira nilikuwa nakuja hapa uwanjani na wenzangu wacheza mechi, kaja na mimi nikaitwa na kocha, nikaulizwa unataka, nikamwambia kocha na mimi nataka, akaniunga na timu yake leo nacheza. Okay, sawa. Je, katika wachezaji ambao wapo wamefanikiwa ikiwa ni Tanzania, Zanzibar, lakini pia na nje ya Tanzania, ni mchezaji gani ambao anakuvutia na unatamani kuwa kama yeye? Joshua Kimmich. Unatamani kuwa kama yeye kutokana na uchezaji wake. Okay, sawa. Je, ni changamoto gani ambazo unazipitia mpaka sasa hivi katika huku kucheza mpira wa miguu mpaka sasa hivi? Viatu sina. Ndio. Viatu sina na kwa jezi mtu anaingia kutoka kwa jezi yake. Jasho limeloa. Kama hiyo. Hakuna anapinga, Zanzibar ni namba 1, vipaji vimejazana, kwa mpira ni namba 1. Hakuna anapinga.